hapa Uvira? Hapa ni Uvira, hapa tunakuwa mwavenio zaidi. Ni nini unaona ni ya mzee Kiliza Hotel. Nini? Kiliza Hotel ndio jina ya hotel kwa hapa nyuma yetu hapa. Unatembea kwa nini kwa mguu? Vijana wanajiandaa kwa kujielekeza kwenye mapigano kwa Makobola. Tumewaona kabisa vijana wako shambra. Na tumai kwamba utakuwa salama popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 17 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, hususan uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji, majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu kile kinachoendelea uko kwenye uwanja wa vita sehemu mbalimbali za jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, tunayo mengi ya kuweza kukuarifu kuhusiana na kile kinachoendelea kwa sasa katika mji wa Uvira, kile ambacho endelea uko Makobola, lakini pia kile ambacho endelea uko Kalemi mpendwa msikilizaji. Hivyo ninachotakiwa kufanya ni wewe kusubscribe channel hii, kucomment pamoja na kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na bila shaka natumai utakuwa salama na karibu mara tena. Natumai tayari umesha subscribe channel hii, na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko mjini Uvira, ambako vyanzo kadhaa vyenye kuaminika kutoka ndani ya mji wa Uvira vinaripoti kuondoka kwa majeshi ya waasi wa AFC M23 waliokuwepo ndani ya mji wa Uvira, ambao tangu asubuhi ya Jumanne tarehe 16 Disemba mwaka wa 2025 baadhi yao wameanza kuelekea tarafani Mwenga, huku wengine wakibaki katika nyanza za juu za Uvira wakijifanya kwamba wameondoka kuacha mji wa Uvira, wakati ni uongo, wakizuga kutizama kile ambacho wazalendo wanakuja kufanya ili waweze kuingiza kwenye mtego. Mwenendo huu umetokea masaa machache baada ya AFC M23 kusaini taarifa rasmi ya kuondoka katika jiji la Uvira kufuatia ombi la serikali ya Umarekani. Aidha, inaripotiwa kuwa majeshi hao wa Rwanda wa AFC M23 ambao walizuiliwa na viongozi wao kuvuka mpaka, baadhi yao walielekea nyanza za juu za Uvira kwa lengo la kufungua mapigano katika maeneo ya Mwenga pamoja na Shabunda, huku wengine wakirudi Kivu Kaskazini kufungua harakati za kivita. Kutokana na hali hii, wanaharakati wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC wanaharifu jumuiya ya kimataifa juu ya mwondoko huu wa kichokozi wa kivita wa waasi wa AFC M23 ambao wanaonekana kudharau na kupuuzilia mbali msimamo wa jumuiya ya kimataifa. Zaidi ya hayo, waasi hawa wa AFC M23 wamelazimisha vijana wa Uvira kubeba mizigo yao pia na kuwalazimisha kufanya maandamano ambayo yalikuwa si dhamira ya wananchi, bali ni wao ndio waliweza kuwachagua vijana kuwahamuru waweze kubeba mabango kuonesha kwamba vijana wa Uvira ndio wanawataka, ili hali ya kwamba ilikuwa ni lazima na moja kati ya jambo la kushurutisha wakahaji wa mji wa Uvira ili waoneshe Umoja wa Mataifa ya kwamba wanawapenda, wakati vijana wa Uvira pamoja na wakahaji wa eneo hilo hawataki kabisa kuona waasi hao endelea kudumu katika mji huo. Ndio. Mimi ni kijana wa hapa Uvira. Hatukupata na wakati wala gisi ya kutoka wakati huyu muuni adui wa M23 aliingia. Tuko hapa, tuko mterere, masumbuko sana, kwa sababu adui M23 anakuwa kiua vijana siku baada ya siku. Hakuna siku ambayo yuko napita bila wasiwe vijana hapa. Tunateswa sana, kuchinjwa, kupigwa masasi kila siku. Hatuwataki, hatuwapendi. Tunapenda serikali watoe kwa haraka sana. Na kusema ukweli,
ile manifestation yenye walifanza pale Uvira, c'est faux, waliintimide watu kupitia wa chef d'avenue, eti kiana mwenye hata ingia kwenye manifestation hawatampa jeto, na kama hata kwa na ile jeto watafika mugini yake watamuua. Na ndio maana watu waliingia pale, sio kwamba sio walijibeba wenyewe, hapana, walijipelekwa kule kwa sababu wakuogopa watauawa. Antuka tunawachukia sana, tunaomba gouvernement yetu ije tuokoe, na tunahitaji sana wazalendo waturudishie nao, kwa sababu walikuwa wakitulinda. Hivi tunakuwa tukiishi kwenye uhofu sana, tunateseka, serikali yetu ya Kongo tunateseka. Mtoto wao hawa wauni, watu wabaya sana, wanaua sana, wanachinja watu sana. Mtuokoe. Ni sauti ya kijana hapa Uvira. Asante. Tulishangaa leo hapa Uvira tunaona M23 zinashuka mwingine, zinaingia, zinavula teni, anatoka mvilima, wanachangamana na watu, wanaitisha watu kwa kinguvu tufanye maandamano. Tukaenda maandamano, fimbo ziko nyuma, na wakaambia watu yote ule hataonekana maandamano watamchinja. Ile umati ya watu yenye mliona ba mingi walikuwa ni wasoda wao peke ya M23, bakwa raia ya Uvira, na wako na chinja watu hovyo sana. Sie vijana ya Uvira tunateseka, hatuko mingine, tuko tunashinda, tunakimbia, tunaogopa kuchinjiwa. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie, tufanyizie mchakato kabisa. Sie hatuna amani hapa, na tuko pamoja na M23, itoke ende rudie, na tunaomba wazalendo wetu wajikaze kote kwenye wako, barudie bakuye tukomboa. Mwaide jour tu wanabakia hapa Uvira, batu shaza disantire, tunasikia kifukuto ovyo. Washaua watu wengi sana Kavivira, kila fasi wako wanafika wanachinja watu. Ndio ni kijana wenu hapa Uvira. Asante. Inasemekana ya kwamba harakati na mfumo wa hasi wa AFC M23 unakuwa mwingi kwa ajili ya kuweza kuonesha Umoja wa Mataifa ya kwamba raia ndio wanawalilia kwamba wao ndio wakombozi bora. Hivyo wamepelekea hatua kuanza kushika watu na kuwalazimisha hata kufanya mavideo ambayo wanasifu wahasi wa AFC M23 ili ibaki kama ushahidi ya kusemea kwamba raia wa Uvira ndio wamewapokea salama usalimini. Uvira. Hapa ni Uvira, hapa tunakuwa mwavenio zaidi. Ni nini kina cheko unaona ni ya mzee Kiliza Hotel. Nini? Kiliza Hotel ndio jina ya hotel kwa hapa nyuma yetu. Unatembea kwa nini kwa mguu? Tunatembea kwa mguu kwa kufurahia chama ilikomboa. Chama ile tukomboa tunafurahia. Marekani Amerika inasema aseme watoke wache Uvira. Tunakataa hilo. Tunalikataa kabisa. Tena watusikie. Sasa tutatomoka sio wa raia. Itakuwa magumu sana. Tunakataa Amerika vile ilisema, tunavipinga kabisa. Na wasikilize hii audio, wasikilize haya. Sisi tunapenda tuishi kisi tunaishi vizuri na M23 AFC. Hoga yenu ni nini? Shida yetu. Shida yetu kubakia na amani. Hii sio tuletea amani. Tulikuwa hapa mbele kwa amani. Silaha zinapita huku, mtu anafanya kapitule kuna silaha, mtu analipapo kuna silaha. Hauyui soda, hauyui mzalendo, hauyui bandi. Kofondi, hauyui soda, unjo wa Kisekedi, unjo wa nanga akukua. Kwa generali 112. Generali 112 hapa mjini Uvira. Nini? 112 wa general. Tuko bwana wapo. Sasa hoga yenu mna wasiwasi gani? Kuna wasiwasi, tutabakia na wanani? Nani atatuweba? Kisekedi mwenyewe ameshindwa. Tulimlilia, tulichunga pale hapa ndani Luvungi. Tunachunga Luvungi, ukombozi hauonekani. Tuna wengine wanakuja, tunaogopa. Kumbe ndio tuletea amani ya kudumu, amani tele. Ninaacha mnaandamana. Tunaandamana joko kufurahia. Tunaandamana joko kufurahia AFC M23. Joko bado tunaandamana. Na hatupendi watoto. Tumekaa nao hapa miaka yote. Ni hivyo tunapenda tuseme, mwambie Amerika atulie na mizuka yake. Ana mizuka mingi sana, atulize ile mizuka. Sio kawaida. Yapenda tuache wapi? Mwamerika basi akue tumuone mzungu hapa. Hatuwezi kuona mtu mweusi tena. Kama ndani AFC M23 narudi, Mwamerika mwenyewe akanyage hapa. Hapana mtu mweusi tena. Ni hivyo nataka kuzungumza na wewe mwana journalist. Hii habari uisukume hata Amerika. Hao njoo wakuje, wakuye komboa AFC M23. Waamerika njoo wakuje hapa. Ni hivyo tunataka Uvira. Na sisi nataka hivi.
Hiyo ni video ambayo imedaiwa ya kwamba imerekodiwa kwa sharti la wahasi kusemea kwamba mzee huyo azungumze hivyo kwa lengo ya kuwapaka mafuta wahasi ili wapate ushuhuda wa kusemea kwamba raia wa Uvira wanawahitaji na wanawaomba kuendelea kuwa hapo, ili hali mambo sio hivyo jinsi yalivyo. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, mpaka sasa bado wahasi wa AFC M23 wanaendelea kusalia katika mji wa Uvira, tofauti na taarifa ambayo wameisagaza kwenye mitandao ya kijamii kusemea kwamba wamejiondoa katika mji huo wa Uvira. Mpaka sasa napokuzungumza tarehe 17 mwezi Disemba mwaka wa 2025, bado wahasi wa AFC M23 wanaendelea kuonekana katika mji wa Uvira kwa kujificha. Hajafahamika ni kwa nini wamefanya jambo hili ambalo ni la kuweza kuonesha Umoja wa Mataifa ya kwamba wamejiondoa, ili hali bado nasalia katika mji huo wa Uvira. Na kwa kuthibitisha taarifa hizi, mmoja kati ya washirika wao ameonesha dhamira yake ya kusema kwamba hawatoacha mji wa Uvira tena kama walivyoacha miji mingine ya uko Walikale. Hapo ndio watu weko wanatia confusion. Muji ya Uvira hatuwezi kuiacha gisi tuliachaka muji ya Walikale. Muji ya Walikale tuliachaka sans condition. Lakini kwa kuacha muji wa Uvira kuko condition ambao zinatiliwa. Zikikuwa zinatimiziwa la sava, lakini kama azitimiziwi NON, muache wale wenye kusherehekea washerehekee, lakini kesho najua ile vinywa vyao vitafunga, na wanamemba wote wasivunjike moyo, kwa sababu hakuna kiajabu ambacho kitatuvunja moyo. Uvira tuko nayo na tutaendelea kuwa nayo. Leo tunasemea juu ya Uvira, lakini kesho tutasemea juu ya Baraka na Kalemi na sehemu zingine. Paske jana tulikuwa tunasemea juu ya Goma na Bukavu, leo tuko tunasemea juu ya Uvira. Kesho tutasemea juu ya Baraka, juu ya Kalemi na juu ya Lubumbashi, juu ya sehemu zingine. Pale ndio kwenye watu weko wanakosa kurefreshir. Na tukijelekeza moja kwa moja huko Fizi, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni kwamba vikosi vya wazalendo vinavyoongozwa naye Kamanda Delfe Kalembe Ngoma Nzito vimekusanyika kwa wingi huko Fizi katika kijiji cha Katanga, wakijiandaa kwenda moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ili kuongezea wenzao nguvu huko Makobola, ambako wahasi wameripotiwa kuanza kusonga mbele kwa kukisia kuchukua udhibiti wa maeneo ya tarafani Fizi. Vikosi hivyo vinavyoongozwa naye Kamanda Delfe Kaimbi vimeonekana kwa wingi katika mji wa Katanga, wakiwa wanapewa morali wa kutafuta mbinu ya kujielekeza moja kwa moja huko kwenye uwanja wa mapambano ili kuweza kurudisha wahasi hao nyuma ambao wameudhibiti mji wa Uvira wiki iliyopita. Hili ni jeshi la FARDC Biloze Shambuke ambalo limewasili pa Katanga, linaloongozwa na General Ngoma Nzito Delfe Kalembe. Naona kabisa vijana wanajiandaa kwa kujielekeza kwenye mapigano kwa Makobola. Tumewaona kabisa vijana wako shambra wakijielekeza kwenye operation hapo kwa kufieka adui M23 ambaye ameprogresse kabisa kujielekeza mteritoire ya Fizi. Naona kabisa wa vijana wako shambra watamchapa kama kawaida, kama vile wanavyomchapa pale kwenye Haut Plateau ya Rugezi, Kabanja na kadhalika, milimani pote pale ambapo mnaposikia kundi ya General Ngoma Nzito linamchapa adui mara kwa mara, mchana, usiku, asubuhi na magharibi.
Ni vile kabisa wa vijana hawa wanajielekeza kabisa kwenye mapigano hapa Makobola, wakimchapa kabisa adui na nguvu za mingi, na wanamkania kabisa kwa kumchapa kichapo kama vile wanavyochapa adui siku kwa siku hapo kwenye Haut Plateau ya Kabanja, Rugezi na kadhalika. Warefu nyuma, wafupi mbele. Tambuka mbele. Wewe tambuka mbele. Tuo mubisha wepika yaho. Fitu. Kipindi hicho wazalendo wakiendelea kujipanga ipasavyo kwa ajili ya kuweza kusonga mbele kwenda kupambana dhidi ya wahasi huko maeneo ya huko katika njia ya Makobola Luanga. Pia Kalemi endelea kuimarisha ulinzi wake na kuweza kutuma vikosi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanakomboa mji wa Uvira katika juhudi za kijeshi. Harakati za kijeshi zinaendelea kuripotiwa kuonekana katika mji wa Kalemi, huku ndege za kivita zikionekana kupaa na kutua mjini humo kwa lengo la kuimarisha vikosi na kutuma majeshi kuelekea kwenye uwanja wa vita ili kufungua njia kuelekea Uvira na kuondoa wahasi wa FCM 23. Hapa peko na kia basoda kila siku avio 5-6 basoda bengine wanatoka kule kumali kwa ule president Traore. Na hapa tuko naona basoda wale wanaitiwa ba garde proche de president. Aina bajere wanaandika garde proche de president de la République. Beko wanavala matenimo atashi kosa ya rouge vile na mabere rouge, masurabu ayonekane juu beko wanajimaske bote vile vya baninja vile na mabere rouge. Ndo banakamata aeroporo yote bondi wanazunguruka hapa. Aba soda mingi walikuwa hapa bote beko nakamata banasani basoda ya Kabila banawapandisha mavyo banabarudisha ku centre de formation. Sasa naleta basoda viko mingi hapa Burundi. Sasa Burundi inaanza leta mavyo yake ile munene inakuya beba basoda hapa banaenda Burundi. Ava upande mavyo hapa wanakupatia $520. Unaenda shukia Burundi. Burundi njoko biko nafanya manevre na madeployement ya kubashusha Baraka, kubashusha wapi. Ndo habari yenyewe kwa vile hapa Kalemi. Sasa hapa Kalemi tuko na ile Sokoi 3. Tuko na helikopter d'attaque 2 na helikopter ya ravitaillement moya. Ya munene sana ya kuravitaye basoda, machakula, minisio bya vile. Ndio wanabitia hapa hivi. Sura iko kwako ni ya vita. Ile mabato mare yote yenyewe kwa kutoboka yote balitengenezaka mapema sana na kuipakala rangi na kuitia motere za ajabu hivi. Yote ilitoka pa busiku banaiona saa hii, banaiona inaingia Baraka ndio banataka panda sa polepole kwenda Uvira. Juu jana balipigana sana. Kama unaweza yua fasima baneta Muluanga balikuya banaanza fukuzia kwa Makobola, ndio bakabaingiza Mwambiskade, ndio balibaponda
kuanzia ile 12h mpaka 18h bakaenda baacha mu 12 km na Uvira, ndio kwa balenda baachia kuhesabia maiti kuchoka. Ndo habari yenye kuwa huko. Manake Kalemi paka kwa peko basoda kidogo abata koza hata ma 60,000. Na hapa bali bapatia ordre ya kwenda na pita mukila terase kila kanisa fasi yote. Piske basoda ba mingi wenyewe wanakimbia kule. Banakuya nje bako na panikia sema M23 na kamata Kalemi na kamata hivi na hivi. Hii siku kwanza na masasi kulio ovyo ovyo ailie. Bana blende njia yote ya kuanzia Kalemi mpaka Baraka, mapozisio za basoda na maramforo za ajabu. Tuangalie kwanza saa moya president atarehisire juu banasema be balikuwa batretre ni Baswahili, ba general ya Swahili na ba colonel ba Swahili ndio benye balipenda nchi ikabuliwe, ndio na anajiandaa sijui ni kwambia hii. Na basoda Burundi bale ba komando Burundi bale ndio wanachunga aeroport ya Kalemi na baba baki ba garde proche baki balikuwa toka Israeli. Ndo habari ile bwana mkubwa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hizi ni za moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa vita, na kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Usisahau kutuandikia kwenye comment na tufuata kutoka nchi gani ili tupate kujua ni wapi ambako natufuata kwa wingi sana. Tuko hapa kukuletea yote yanayojiri sehemu mbalimbali. Hivyo usisahau tena kuwa nasi katika habari zetu za hapo baadaye ambako tutakuletea yote yanaendelea huko kwenye uwanja wa vita. Leo tarehe 17 mwezi Disemba mwaka wa 2025 na kuaga kusema bye bye.